الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله خير الزاد، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, usikum wa nafsi bitaqwa Allah, na wausieni pamoja na kuihusia nafsi yangu katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna taqwa Allah, basi hakika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, khairun zadin, ni andao lililo bora mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya mja wake. Qala ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala: ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mlioamini, ittaqullaha, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, haqqa tuqatihi, ukweli wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tamutunna, wala msife enyi waislamu, illa wa antum muslimun, hali ya kuwa kifo chenu mmekufa ni waislamu. Ayuhal muslimun, enyi waislamu, laqad manna Allahu alaina, hakika ametuneemesha Allah subhanahu wa ta'ala juu yetu, bibulughi shahri Ramadhan, kwa kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhan, shahri siyami wal qiyam, mwezi wa kufunga na mwezi wa kusimama visimamo vya usiku, shahri al-Qur'an, mwezi ambao wa Qur'an, wal ihsan, na kufanya matendo yaliyokuwa bora. Qala Allahu ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala: shahru ramadana, mwezi mtukufu wa Ramadhani, alladhi, mwezi ambao, unzila fihi alquran, imetelemshwa ndani ya mwezi huu wa Qur'ani, hudan linnas, mwongozo kwa watu, ni hidayah kwa watu. Fasumna naharahu, basi tukafunga mchana wake, wa qumna lailahu, na pia tukasimama usiku wake wa mwezi huo mtukufu wa Ramadhani. Wada'una Allah, na tukamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, an yataqabbala minna, atukubalie sisi katika dua zetu. Wa nahnu al-yawma fi yawm al-jazaa'i, na leo sisi tupo katika siku ya furaha, siku ambayo kila mja apate hisabu kwa kila alichokifanya. Yaumul Eid, siku ambayo ni siku ya Idi. Nas'alullaha, namuomba Allah au tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala, an yaj'alana fihi min almaqbulin, ajalie kwetu sisi miongoni tuliyoyafanya ni yenye kukubalika mbele Allah subhanahu wa ta'ala. Qala ba'dhu salafi, wamesema miongoni katika watu wema waliotangulia: innamal eidu, tambweni hakika hapana vinginevyo hiyo idi au hiyo sikukuu, liman qubila siyamuhu, kwa yule ambaye amekubaliwa kwake yeye funga yake, wa shukran qiyamuhu, na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kusimama usiku wake.
wa kulli yawmin la yu'sa Allah fihi fawa'in, basi na kila katika masiku ambayo asiwi Allah subhanahu wa ta'ala, basi siku hiyo ni siku za furaha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ibadallah, enyi waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, inna min a'zami, hakika miongoni mwa mambo yaliyokuwa makubwa, ma yambaghi, yale yenye kutakikana au yale yenye kupasa, an yu'tana bihi ba'da Ramadhani, baada ya kuacha, baada ya kupitwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, al-istimraru ala ta'ati Allah, mja aendelee kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Fa inna rabba ramadhana, basi tambueni Mungu wa Ramadhani, huwa rabbu sairi shuhur, ndi huyo Mungu ambaye wa miezi yote. Man kana ya'budu Ramadhan, yoyote ambaye alikuwa akiabudu Ramadhan, fa inna Ramadhana faqad fata, basi hakika Ramadhani imeondoka. Wa man kana ya'budu Allah, na yule ambaye alikuwa akimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, fa inna Allah hayyun la yamut, hakika Allah subhanahu wa ta'ala yuko hai wala afi. وقال تعالى, نمسيما الله سبحانه وتعالى, واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. الله نسيما واعبد ربك, ewe Muislamu mwabudu Mola wako, hatta ya'tiyaka al-yaqin, baka Allah subhanahu wa ta'ala akupe yaqini ya mwisho mwema. وقال النبي صلى الله عليه وسلم, نمسيما mtume wa Allah, ahabbul a'mali, yapendezao zaidi matendo, ila Allah, kwa Allah subhanahu wa ta'ala, adwamuha, ni yale matendo ambayo yenye kudumu, wa in aqalla, japo matendo hayo kwa uchache. Kama ulikuwa ukisoma Qur'ani msahafu mzima, basi unaweza kusoma nusu msahafu, au ulikuwa unasoma juzu nzima ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi endelea kusoma Qur'ani japo hata peji moja. Basi ulikuwa ukisoma peji moja ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi soma hata aya 5. Na kadhalika katika ibada hivyo hivyo, kama mwezi mtukufu wa Ramadhani ulikuwa ukifanya mara nyingi, basi ufanye kwa uchache wake, kupitia maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ahabbul a'mali, yapendezao zaidi matendo, ila Allah, kwa Allah subhanahu wa ta'ala, adwamuha, ni matendo ambayo yale yenye kudumu kwa mja, wa in aqad, japo kwa uchache wake hayo matendo. Fala takunu mimman ya'rifu Allah, na wala msiwe wale ambao wenye kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, fi Ramadhana, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, wayansahu ba'dahu, kisha unamsahau Allah subhanahu wa ta'ala baada kuondoka Ramadhani. Bal kunu, bali kuweni enyi waja, thabitina ala ta'a, juu ya kuthibitika mbele ya taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, enyi waja wa Allah, wa min durusi Ramadhana, na miongoni katika masomo tuliyosoma mwezi mtukufu wa Ramadhani, attaqwa Allah, tumefahamu ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. كما قال سبحانه وتعالى, كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كما alivyosema Allah, mmewajibishwa juu yenu kufunga kama wale ambao waliowajibishwa waliokuwa kabla yenu. Malengo yake ni nini? La'allakum tattaqun, wenda nyinyi mtakuwa miongoni katika ucha Mungu. Kwa hiyo mwezi mtukufu wa Ramadhani umetufundisha takwa, basi hivyo tuishi katika maisha haya ya ucha Mungu, ambayo ucha Mungu umetufundisha katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa min durusi Ramadhana, na miongoni katika masomo tuliyosoma mwezi mtukufu wa Ramadhani, attaqwa Allah, ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wa muraqibatuhu, pamoja na kuyakwepa madhambi makubwa pamoja na madhambi madogo ambayo tuliyosoma katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Fa inna as-saima, basi tambua hakika yule mwenye kufunga,
yatruku ta'amahu, anaacha chakula chake, wa sharabahu, pamoja na kinywaji chake, min ajli Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fil hadithi al-qudusi, na katika hadithi ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama alivyosema, kullu amalin ibn adama lahu, hakika kila matendo ya mwanadamu kwake yeye, illa siyam, isipokuwa funga katika hayo matendo yake anayoyatenda, fa innahu li, hakika hiyo funga anayofunga mwanadamu ni ya kwangu mimi, wa ana ajizu bihi, na mimi ni mlipaji wa hiyo funga ambayo alifunga huyo mwanadamu. Ibadallah, enyi waja wa Allah, wa min sha'airi hadha al-yawm, na miongoni katika alama ya siku hii ya leo, zakatul fitri, watu watoe zakatul fitri, allati, zaka ambayo faradaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ameiwajibisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, tuhratan lisaimi, ni taharisho kwa mtu aliyefunga, wa tu'matan limasakin, pamoja na kuwalisha maskini. Fa'an Ibn Abbas, pia kutoka kwa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala, amesema, faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amewajibisha Mtume wa Allah zakatal fitri, zaka ya fitri, tuhratan lisaimi, malengo ni nini? Ni taharisho kwa yule ambaye aliyefunga. Ayuha almuslimun, enyi waislamu, innal eida farhun bi ta'ati Allah, leo siku ya Eid ni siku ya kufurahi kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, la bil ma'siyah, na wala sio kuyaendea maasi. Qala ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, qul, waambie ewe Muhammad watu wako, bifadlillah, kwa fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala, wa birahmatihi, na kwa rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa rehma zake Allah subhanahu wa ta'ala, fabidhalika falyafrahu, basi kwa hayo yote basi wawe na furaha waumini. Leo ni siku ya furaha, lakini furaha ambayo ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, ya kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, na wala sio furaha ya kwenda kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Fahdharu almasiyah, enyi waislamu, jitahadharini na kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala siku hii ya leo. Watamassaku bita'ati Allah, na shikamaneni katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, enyi waja wa Allah, waslu arhamakum, ungeni undugu wenu, wa ahsinu ila nnas, nafanyeni mazuri kwa watu. Qala nabii sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume wa Allah, man ahabba an yubsita lahu fi rizqihi, yoyote ambaye anaitaka kukunjuliwa katika maisha yake, riziki yake, maisha yake yawe malaisi mbele ya Allah na mbele ya maisha haya duniani, falyusri rahma, Mtume asema aunganishe udugu, watu watembeleane, watu wasalimiane, watu wajenge mapenzi baina yao. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametambia, man ahabba, yoyote mwenye kupenda, an yabsuta lahu, akunjuliwe kwake yeye, rizqihi, riziki yake, falyasil rahma, basi aunge undugu. Mwenye kutaka maisha yake yawe mepesi katika maisha duniani, basi ajitahidi kuunga udugu. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الحمد لله على إحسانه، واشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.
أما بعد عباد الله إن وجب الله اتقوا الله mcheni Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatih, ukweli wa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'lamu, natambueni, anna al-Eid, hakika furaha hii, sikukuu yetu hii, laysa fi libasi aljadidi, haikuvaana na watu kuvaa nguo mpya nzuri kama walivyopendeza hivi sasa, bal fi ta'atillah, bali siku ya leo ni siku ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, sio kuvaa nguo nzuri kama tulivyovaa leo. Qala al-Hasan al-Basri, amesema al-Imam al-Hasan al-Basri, laysa al-Eid, hakuna Eid, liman, kwa mtu ambaye labisa al-jadida, amevaa mavazi mazuri, walakin al-Eid, basi tambueni sikukuu hii ya leo, liman khafa al-wa'id, kwa yule ambaye mwenye kuogopa makemeo ya Allah subhanahu wa ta'ala, yule ambaye mwenye kuogopa adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala, yule ambaye mwenye kuogopa yale ayatendayo miongoni katika madhambi. Ayuha almuslimun, enyi waislamu, min alamati qubuli al-amal, miongoni katika alama ya kukubaliwa matendo yako uliyoyatenda kutokana yale uliyoyafunga, al-istimraru ala ta'ati Allah, ni mja kuendelea katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Faakthiru min takbiri, basi kithirisheni siku ya leo kuleta takbira, kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahi alhamd. Wa ahsinu, na wafanyieni mazuri, wa ahsinu, na wafanyieni mazuri, ila alfuqarai, juu ya wale mafakiri, wasilu arham, pamoja muungane udugu wenu, watasamahu, na pia msameheni, bimaana watu wasamehane, fulani kamkwaza fulani, fulani kamkosea fulani, basi siku ya leo ni siku ambayo ya kusameheana, siku ya leo ni siku ambayo ya kuunganisha udugu, siku ya leo ni siku ya mapenzi na furaha, basi watu washikamane na hayo. Ibadallah, enyi waja wa Allah, hafidhu ala salatin, zihifadhini juu ya sala zenu ambazo mlikuwa mkiziswali katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi endeleeni kuswali. Ayuha nnas, enyi watu, hafidhu ala salatin, hifadhini juu ya swala zenu, fa innaha, hakika hizo swala zenu mnazoziswali, imadun fi din, ni nguzo katika dini. Qala Allah ta'ala, amesema Allah subhanahu wa ta'ala, inna salata, basi tambueni hakika hiyo swala mnazoziswali, tanha anil fahsha'i wal munkar, inakataza maovu na mabaya. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana waj'al lana minal maqbulin. Allahumma ighfir lana wal walidina wal muslimina ajma'in. Allahumma aslih ahwalina al muslimina fi kulli makan. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف